Hello ndugu zetu ambao mnatufuatilia sana kwenye channel yetu ya YouTube. Leo nimewaandalia kitu kidogo ambacho lakini kama kuna mtu ataamua kukifanyia kazi basi naamini kabisa atapata matokeo mazuri kabisa. Ndugu zangu, kwenye ufugaji wa kuku mambo yamebadilika. Kwa wale ambao mnafuga broiler mambo yamebadilika jamani. Ukiangalia saizi bei ya chakula iko juu. Broiler wenyewe bei yake sokoni iko chini. Faida inalalia ndogo sana. Yaani inakuja faida ndogo au wakati mwingine unaweza ukapata hasara. Tunatakiwa tujifunze au tujiupdate, tubadilishe mifumo. Kwenye kubadilisha mifumo tuangalie na soko linataka nini. Soko la broiler lilikuwa linahitajika kwa kiwango kikubwa, lakini pia na wafugaji nao waliingia wengi. Kwa hiyo wafugaji wa broiler wakawa wengi. Kiasi kwamba bei ya kuku mtu anaamua ashushe bei ili tu amalize mzigo, kwa sababu kuku anapobaki bandani anaendelea kupata hasara, wanaendelea kula chakula. Ndio maana unakuta bei za broiler zimekuwa ndogo ukilinganisha na gharama ambayo ataitumia, gharama nzima ya uendeshaji. Sasa leo nataka nikupe kitu kidogo tu ambacho kina mtaji mdogo tu, kama utaamua kukifanyia kazi naamini ndio kitakuwa kitu chako na kitakupa pesa. Unajua soko ambalo lipo sasa ni kuku wa kienyeji. Soko la uhakika kwa sasa ni kuku wa kienyeji. Jamani, tunapigiwa simu sana na watu wanahitaji vifaranga wa kienyeji, wanahitaji kuku wa kienyeji. Yaani watu wengi sana hata kwa maeneo ya Dar es Salaam. Maeneo ya Dar es Salaam broiler wamejaa kiasi kwamba soko la kuku wa kienyeji limepanda, limekuwa kubwa sana. Yaani ukiangalia demand na supply ya kuku kwa Dar es Salaam, wewe mwenyewe nadhani kama upo Dar es Salaam utakuwa unajua, au maeneo yaliyochangamka kama Dodoma, Mwanza, ukipigiwa simu unaulizwa tu kuku wa kienyeji, sio broiler wala sio chotara. Sasa kuku wa kienyeji ndugu zangu mtaji wake ni mdogo sana, na watu wengi mmekuwa wabishi, wajuaji, na wengine mmejikatia tamaa mkiamini kuwa kuku wa kienyeji wanachukua muda mrefu. Ni kweli kuku wa kienyeji wanachukua muda mrefu ukimlinganisha na broiler, ukimlinganisha na chotara, lakini kuku wa kienyeji ukitaka umfuge vizuri bila stress na upate pesa yake kila mwezi, kuku wa kienyeji mfuge katika makundi mawili. Uuze kifaranga au uuze mayai. Na hapa kwenye mayai pia watu wengi sana wanatafuta mayai ya kienyeji kwa sababu soko la kuku wa kienyeji limekuwa juu. Kwa hiyo hata wafugaji wengi saizi wameanza wanashtuka, wanafuga kuku wa kienyeji, wanatafuta vifaranga wa kienyeji. Ni wengi mno. Yaani watu wengi wanatafuta vifaranga wa kienyeji. Sasa cha kufanya ndugu yangu, wewe ambaye uko nyumbani tu una mtaji wa broiler unaona upati faida, tenga mtaji wako kidogo tu. Fuga kuku wa kienyeji wachache, wazalishe, wape chakula bora, booster za asili. Ukifanya hivyo kwa kuku wa kienyeji, nina uhakika 100% utawapenda na ndio utakuwa mfugo wako. Sisi hapa shambani kuanzia mwaka huu mwezi wa kwanza tulianza kufanya hiyo kitu. Tuliona soko la kuku wa kienyeji limekuwa juu, basi tukaingia na hiyo mbinu mpya ya kuzalisha yale, kutafuta matetea, tunawatengenezea chakula kizuri, booster za asili. Matetea anataga mayai mengi sana. Tupunguze ujuaji jamani. Wengi mtandaoni huaga ni wajuaji. Ndugu zangu, kuku wa kienyeji wanataga mayai mengi kama tu utawahudumia vizuri. Wape lishe bora, wape booster za asili kila siku. Mwanzo atakapokuwa anaanza huyu kuku anaanza kutagia mayai 20. Awamu ya pili akataga mayai 30 mpaka 45. Yaani wanataga mpaka wewe mwenyewe unajiuliza hawa ni kuku wa aina gani? Kumbe ni kile chakula ambacho unampa na booster ambazo unakuwa unampa. Wanataga sana. Jamani, sisi hapa shambani kwetu tunatetea wachache tu wa kienyeji, lakini tunaokota mayai mengi. Na sio sisi tu. Kuna watu wengi ambao wametupigia simu, wametupa shuhuda ambao hapa kwenye kundi letu la WhatsApp kuwa saa hizi wanaokota mayai mengi sana ya kienyeji. Ni kwa sababu tuliwaelekeza namna ya kutumia booster za asili na chakula, formula ya chakula ambao ukiwapa kuku wa kienyeji wanataga sana. Ukifanikiwa kwenye hicho kipengele, ukaona matetea yako kadhaa, kwa mfano kwenye kila tetea 12 weka majogoo wawili. Wakawa kwa ajili wale majogoo kwa ajili ya kuwapanda hawa tetea 12. Wape lishe bora, wape na booster za asili. Wao wanakutagia mayai mengi. Hawa tetea 12, hawa tetea 10 hawa. Ndugu yangu, watakutoa kwenye ufugaji kwa sababu watakuwa wanakutagia mayai, wewe utakuwa unayakusanya. Unatumia wiki 2 tu, siku 14 kukusanya mayai. Unaweza ukaishia hapa ukawa unauza haya mayai ya kienyeji saizi yako juu. Train 18,000 mpaka 20,000 trail la mayai ya kienyeji pure. Unaweza ukaishia hapa kwenye kuuza mayai, utapata faida yako nzuri kabisa. Lakini pia unaweza ukaenda mbele zaidi.
ukanunua incubator na ukawa unazalisha vifaranga wa kienyeji. Wanatafutwa sana kila maeneo, tunapigiwa simu, watu wanataka vifaranga wa kienyeji. Yote hii ni kwa sababu watu wengi washashtuka, washaona kuku ambao wako sokoni saizi ni kuku wa kienyeji. Kuku mdogo tu anauzwa bei kubwa. Ndio maana watu wengi saizi wameingia kwenye kuku wa kienyeji, na kuku wa kienyeji pia ukimfuga vizuri hana changamoto kabisa. Ndio maana naona watu wengi wameingia kwenye kuku wa kienyeji. Kwa hiyo nikuhakikishie wewe ambaye unatamani kuuza vifaranga wa kienyeji, uko sehemu salama kabisa na umewaza vizuri kabisa, kwa sababu ni kitu ambacho kinatafutwa sana. Wale vifaranga wa kienyeji hata ukiwauza wa siku moja wateja wapo, lakini pia unaweza ukawafuga wakawa wana mwezi mmoja miwili ndio ukaanza kuwauza, pia wateja wapo. Kwa hiyo ni sehemu ambayo kama unaona ufugaji wa kuku haupati faida, unaweza ukakimbilia sehemu hiyo. Na ndio maana sisi KingoFarm tunawapenda sana wadau wetu, tunawapenda sana sana sana. Tukaja na incubator ambazo zimezingatia vitu ambavyo watu, hata yule mtu aliyopo kijijini anaweza kaitumia na akapata faida. Jamani, incubator zetu sisi zina uwezo wa kutunza joto kwa muda mpaka wa masaa 8. Sisi hapa shambani kwetu jamani, umeme huwa unakata sana. Kwa watu ambao wako maeneo ya Newala, nadhani kama upo maeneo ya Newala huku vijijini huku, tunajua hali ya umeme ilivyo. Lakini incubator zetu sisi kila tukiokota mayai tunaweka pale, na ikifika siku ya 21 wanatotolewa wale vifaranga, na sio lazima uyaweke yote kwa siku moja kwenye incubator zetu, hapana. Incubator zetu jamani zimekuja na maboresho makubwa mno. Kama unatumia incubator ya Mchina, basi ya kwetu ina maboresho makubwa kuliko hata unavyodhani. Unaweza ukaokota mayai yako 10 leo ukayaweka, kesho ukaokota 10 ukaweka, lakini ukapata vifaranga wote. Ila kama uliweka leo basi ni siku 21 kuanzia leo, kama ni kesho basi ni siku 21 kuanzia kesho, ukawa unapata vifaranga. Ni nzuri mno, zinatunza joto jamani. Tuko Newala, umeme unakata. Yaani kwa siku unaweza kukata mara 3 mara 4, lakini mayai yote yanaanguliwa. Ni incubator nzuri jamani, zina uwezo mkubwa sana wa kutunza joto. Na incubator zetu jamani ni nzuri, na bei yake sio kubwa. Bei yake ni ya kawaida sana. Yote hii kwa sababu tunawapenda sana wadau wetu. Tunatamani kila mtu afuge na afanikiwe. Kwa wewe ambaye unatamani kufanikiwa kwenye kuku wa kienyeji, tutafute KingoFarm tukuuzie incubator ya chuma kwa uaminifu mkubwa. Tunakusafirishia popote ulipo, uwe tayari tu kulipia nauli. Nauli unalipa wewe mwenyewe, sisi tunakuagizia na tunakupa elimu ya kuitumia hiyo incubator kuanzia utakapoweka mayai mpaka unapopata vifaranga. Tunakupa elimu ya kutosha ili tuhakikishe kila mtu anafanya vizuri kabisa kwenye hili zoezi la utotoleshaji. Tunaagiza jamani kwa uaminifu mkubwa mno. Ukiagiza na KingoFarm, relax, uwe na amani, utapata mashine yako, utapata elimu, na ikisumbua muda wowote tutakuhudumia bure kabisa. Kama umenunua incubator kwetu na imekusumbua, tutakuhudumia bure kabisa, kwa sababu tuna uhakika na incubator zetu ni imara mno. Sasa hiyo ni biashara ya pili ya kuuza vifaranga, inaweza ikakupa pesa. Hao vifaranga kama nilivyosema, unaweza ukauza siku ile ile, au ukawa unawafuga mwezi mmoja miwili halafu unawauza. Jamani, hayo ni maeneo ambayo kwa wewe mama kama mimi uliopo nyumbani, au kijana anayejitafuta, au yule mzee ambaye ameamua atulie zake afuge, fuga kwa mtindo huu ambao nimekwambia, utakuja kunishukuru na utaupenda sana ufugaji. Fuga kuku wa kienyeji, utatafutwa popote ulipo na utawauza kuku wako. Kama una kuku wa kienyeji au una soko, basi jua hujajitangaza, hujawaambia watu kama wewe una kuku wa kienyeji. Jamani, kuku wa kienyeji pia wanatafutwa sehemu yoyote ile na bei yake iko juu mno. Ni washauri jamani ndugu zetu, kwa wale ambao mnataka kufuga kuku wa kienyeji ili upate faida, nunua incubator. Pata elimu sahihi ya kuwafuga na kuwavuna hao kuku wa kienyeji ili upate faida kubwa. Elimu sahihi utaipata wapi jamani? Sehemu iliyobaki, sehemu sahihi ya kukimbilia ni KingoFarm. Tutafute KingoFarm tukuelekeze. Wewe kuwa tu tayari kulipia ada ya mafunzo na gharama ya vitabu. Nunua vitabu walau 2 au 3, pia jiunge na kundi. Kujiunga na kundi ni 8,000. Kitabu kimoja ni shilingi 10,000, 2 20,000, 3 30,000. Ukiwa tayari tu kulipa hizi gharama, sisi KingoFarm tutakuongoza hatua kwa hatua. Utaufurahia ufugaji, utaupenda na utabenefit hapa kwenye ufugaji. Hivi vitabu vitakupa kanuni za kutengeneza chakula. Utawatengenezea wale tetea wako, watataga mayai mengi. Kama unawatotolesha, watatotoa vizuri kabisa. Lakini pia kama unakusanya mayai, utayakusanya na utayaangulisha, utapata vifaranga. Mayai yako yatakuwa yana mbegu kama umewalea vizuri, na wale kuku wamepandwa vizuri na jogoo. Hata ukimuuzia mtu akaenda kutotolesha, bado atayasifia mayai yako kwa sababu ataenda kupata vifaranga wote. Lakini pia tutakupa elimu ya hatua kwa hatua mle kwenye kundi la WhatsApp, namna ya kuwafuga kuku. Ada ya kujiunga na kundi ni 8,000, vitabu ni 10,000. Ukilipia vitabu unatumiwa soft copy kwa njia ya WhatsApp.
Bila kusahau tunauza incubator. Kama unahitaji huduma zetu, chukua namba kwenye video na utupigie au ututumie ujumbe. Kwa wewe mfugaji wa kuku ambaye uko serious, upo tayari kulipia na kupata huduma ambayo itakusaidia, basi tutafute KingoFarm. Kama hauko serious ndugu yangu, hata usijisumbue kutupigia. Ila kama uko serious tutafute ili tuweze kukupa maelekezo. Asanteni sana.